Bwana, mambo vipi? It's brother again, kaka yenu tena Calvin Dupa, wote mnanijua na mnanielewa Kwanza kabisa niwatakie heri ya mwaka mpya, yani namba ya mwaka huu wote mpata mafanikio, wote mfike mnapotaka. Malengo yetu tuyatimize na twende juu. Okay, tunapoongelea mwaka mpya kwanza ili kufanikisha malengo yetu kuna kitu kimoja kikubwa sana inabidi tukitimize au tukiongeze katika maisha yetu ya kila siku Naongelea confidence of course, ile hali ya kujiamini. Sisi kama watoto wa kiume, hata na dada zetu ambao pia wataangalia hii, naomba muongeze kujiamini kwa sababu kujiamini kutaongeza aspect zote za maisha yako. Yaani utaongeza upendo, hela, amani, kila kitu. Kwa hiyo kujiamini ndio kila kitu. Na leo nitakuja kuongelea umuhimu au namna ya boost confidence yako, namna ya kujiongezea kujiamini mwenyewe. Tuanze. Kitu cha kwanza kabisa ni kufocus kwenye strength zako. Focus kwenye vitu ambavyo unavyo vya ziada kuliko kufocus kwenye madhaifu yako. Kwa sababu ukilinganisha kati ya madhaifu na vitu vizuri, moja kwa moja akili yako itaingia kwenye madhaifu zaidi kwa sababu utataka uyajenge yale madhaifu ya kitu bora. Okay, tuachane na madhaifu. Ila ukienda kwenye vitu ambavyo wewe umezidiwa, yani umejaliwa na Mungu zaidi. Strength, I'm talking of strength. Ukibase na vile vitu, of course always you'll be confident of yourself. Yani utajiona kama ni mtu special, mtu gifted, mtu ambaye kuna vitu Mungu kakuongezea watu wengine hawana. Kwa hiyo ili uboost confidence yako, uongeze kujiamini, jali sana kwenye strength zako kuliko weaknesses zako. Of course wote tuna strength and weaknesses, lakini ukibase kwenye weaknesses zako always utakuwa weak. Muda wote wewe utajisi kama mimi mnyonge, mimi sina hiki, lakini ukibase kwenye strength zako siku zote utakuwa kwenye strength, utakuwa strong and you'll boost your confidence automatically. Okay, namba 2. Weka malengo kila siku ambayo unaweza kutimiza. Wanasema set attainable goals. Yani malengo ambayo unaweza kukamilisha kila siku. Mfano, labda wewe unaona mimi mzito sana au mimi nimekuwa mnene sana. Weka ratiba ya kufanya mazoezi kila siku. Kila siku unafanya mazoezi. Automatically after week, after month utakuwa umepunguza kiasi fulani. That's one. Mfano mwingine ni kama unaogopa wasichana kidogo, una wasiwasi na wasichana. Weka kila siku goal yako uongee na msichana mmoja mpya. Whatever you go talk about, chochote utachoenda kuongea naye, lakini hakikisha unaenda kuongea naye. That's a attainable goal. Ni kitu ambacho unaweza ukakitimiza. Kwa hiyo ukiwa unajiwekea vitu vya kutimiza kila siku, automatically ukiweza kufanikisha kwa kitu, ukiweza kuongeza kwa kitu, basi utaanza kujiamini. That's the way to boost your confidence. Okay, namba 3. Acha kujifananisha. Acha kujifananisha maendeleo yako, mafanikio yako na watu wengine. Mambo ya magari, sijui nyumba, sijui msichana wangu mzuri. Kwa sababu mara nyingi huwa tunajifananisha na vitu ambavyo tunaviona kwenye mitandao ya kijamii. Mfano Instagram au popote tunapoona, tunaanza kufananisha yale maisha ya celebrities, umeona? Maisha ya influencers, man. Hata ingekuwa mimi mwenyewe, siwezi nikaposti mtandaoni madhaifu yangu, my weaknesses, hapana. Nitapost best of the best. Kwa hiyo wewe unachokiona kwenye mitandao, watu wanapost best of the best, vitu vyao bora zaidi. Kwa hiyo ukianza kujilinganisha vitu vyako na vya watu wengine unavyoviona kwenye mitandao, man, hapo utajilower confidence yako. Lakini the moment unaacha kujifananisha na watu wengine, the moment unaacha kujifananisha na mafanikio ya watu wengine ambayo unayaona kwenye mitandao ya kijamii, man, hapo utakuwa boost confidence yako, ushaamini, kwa sababu hakuna kitu kitachokurudisha chini. Okay, namba 4. Namba 4 ni kufake confidence. Jifanye kama unajiamini sana. Unajua kuna sehemu unaweza kaingia unaona watu wengi, sasa kuliko ile kushtuka, no. Jifanye unajiamini. Yaani watu wameingia wamekuona, okay, ndio unajiweka vizuri, unasimama vizuri, you stand upright. Usikae hivi, usikae kinyonge. Be you, stand confident, jiamini, jitanue, jivimbishe, jiedit. Yeah, that's the way to boost your confidence. Yani ukiona umeshaweza kufanya hivyo, hata kama unapita kwenye macho ya watu watakuangalia, watakuvutia, yani wao watavutiwa na wewe automatically. Kwa hiyo jinsi ya kujiongezea confidence ukiwa kama mbele za watu au nini, ni hiyo, unajifanya kama una confidence, umeona hiyo ni trick nyingine my brother nakupa ambayo watu wengi hawajui, na huenda hata wewe ulikuwa hujui, but now you know my man. Kitu cha 5 brothers, kitu cha 5 na cha mwisho kwa siku ya leo ni kwamba unatakiwa ukubaliane na wewe ulivyo. Ukikubaliana na wewe ulivyo, hakuna kitu kitachokusumbua. Unatakiwa ujue akilini mwako ni kwamba hakuna aliyekuwa perfect, hakuna aliyekuwa mtimilifu. Kwa hiyo madhaifu yako ulionayo na wengine wana madhaifu yao. Despite of utakuta huyu ana hiki, huyu mzuri sana kwenye hiki, wewe pia
mzuri sana kwenye hiki, mengine una mapungufu. Kubaliana na hiyo hali. Mungu alivyotuumba wote, hakuna mtimilifu, hakuna mtu mwenye confidence kuliko wote. Yani aliyokuwa na kila kitu kuliko wote, hapana, hakuna. So confidence, we build our own confidence. Yani confidence tunatengeneza yenyewe. Hakuna Mungu mtu ambaye alimuumba tu akasema wewe utakuwa na confidence kuliko huyu. No, we create our own confidence. We create our own personality. We create our own attitude. We create our own mindset. Kwa hiyo brother, hakuna mtu yoyote wa kukurudisha nyuma. Hakuna mtu wa kusema kwamba wewe hujui hiki, hapana. Jikubali ulivyo. Kwenye madhaifu achana nayo. Base kwenye strength kama kule mwanzo nilivyoongelea, au sio So that's it for today my brother. Tutakutana tena siku nyingine. Naomba usiache kusubscribe kuna madini maujumbe mengi sana kukutana huko bana. Hala 5 my bro.